Sasa nirudi katika maudhui hii. Maudhui itakuwa na sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuhusu wana wa Israeli, pia Mayahudi au Wayahudi, pia Wazayuni, na Masjid al-Aqsa au al-Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis, na Palestina kwa ujumla, ikiwemo Gaza na miji mingine, Gaza na maeneo ya jirani, Transjordan na sehemu nyingine katika maeneo yaliyozunguka al-Baitul Muqaddas. Pengine tukazungumza tukayagusa maeneo haya. Kwa hiyo hii ni sehemu moja kuhusu al-Masjid al-Aqsa, kwamba nani mwenye haki ya al-Masjid al-Aqsa, nani, na sisi nafasi yetu waislamu ni ipi kwenye al-Masjid al-Aqsa, na wajibu wetu kwa sasa hivi, kwa hali iliyopo, wajibu wetu sisi ni nini, na tumekosea wapi pa kurekebisha. Hii ni maudhui kando na ni ndefu sana. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala anisaidie katika kuifupisha na ieleweke. Lakini sehemu ya pili, je, ni kina nani ambao sasa wana haki ya kuikomboa al-Masjid al-Aqsa? Je, ash-Shi'atu ar-Rafidha wana uwezo wa kuikomboa al-Masjid al-Aqsa? Yani kusudia marafidha wote kwa ujumla wakiongozwa na mashia wa Iran, wanasemaje kuhusu al-Aqsa? Na makundi yanayounga mkono wao kama Hamas, kama Hizbullah, Hizbullah, kadhalika Jamaatu Ansarillah au al-Houthiyun, na baadhi ya makundi yaliyoko Iraki na sehemu nyingine. Je, hatima ya Waislamu katika ukombozi wa Masjid al-Aqsa iko kwao? Kama ndiyo, kivipi? Kama hapana, kwa nini? Hii nitaiweka kwa ajili ya maudhui, kama ni kesho hivi nitaizungumza hilo inshallah. Leo nataka nizungumze kuhusu Bani Israila, ili tusije tukadanganyika. Na mazungumzo yangu yako wazi, mtu anaweza kuchallenge kwa elimu, kwa hoja, akapinga kwa elimu, kwa hoja. Akipinga tu bila elimu, bila hoja, hiyo ni shauri yake, siwezi kumlazimisha mtu. Lakini kama mtu ana hoja za kielimu anaweza kuzileta, kwamba bwana hivyo ulivyozungumza sivyo. Kwa hiyo nukta ya kwanza kabisa ambayo mimi naisimamia na nawaambia Waislamu kwa ujumla, wana wa Israeli au hawa Wayahudi bilkhususi Wazayuni hawana haki na Masjid al-Aqsa hata chembe. Sio haki ya kihistoria wala haki ya kiitikadi wala haki ya kikanuni na sheria, hawana. Kwa lugha fupi naweza kusema kwamba Wazayuni ni walowezi na ni madhalimu walioingia katika miji ya watu wakaamua kufanya dhulma na uadui, wakisaidiwa na mabwana wao wakubwa wa nchi za magharibi, nchi za Ulaya na Amerika huko. Basi, lakini hawana haki hata chembe. Hilo ndio neno la kwanza kubwa tunaweza kulizungumza tena kwa kifua mbele kabisa, na huu ndio msimamo wetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwamba hawa Wazayuni hawana haki. Hawa ni wanyang'anyi, walowezi, madhalim. Mmetuelewa hapo? Kwa maneno haya, kama tutaeleweka kuwa sisi ni vibaraka wa Mayahudi, basi ieleweke hivyo. Lakini sisi tutasema Mayahudi hawana haki katika Palestina. Huo ndio msimamo wetu. Tulisema jana, tutasema leo, tutasema kesho na kesho kutwa, muda wa kuwa tuko hai. Huo ndio msimamo wetu. Hawana haki na wanachokifanya ni dhulma, na ulimwengu wanaosaidiana nao wao, nchi tofauti tofauti wanaosaidiana na Mayahudi hawa na walowezi hawa, wote wanashiriki kwenye dhulma hii. Wasayalamu alladhina dhalamu ayya munqalabin yanqalibun, watajua tu madhalim wataanguka wapi. Iko siku itafika. Wala tahsabanna Allaha
ghafilan amma ya'malu zalimun. Usimdhanie Allah kuwa ni mwenye kughafilika kwa yale wanayofanya madhalim. Allah hajaghafilika. Allah anaona, Allah anajua dhulma zinazofanyika, Allah anaziona. Anawapa muda tu, anawapa muda. Sisi tunaamini hivyo. Sasa tukirudi kwenye hili, kwani wana wa Israeli ni kina nani? Na tutazungumza wana wa Israeli. Jawabu lake ni rahisi, kwa sababu tumelisoma kwenye darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an kwamba kwanza Israeli ni Nabiullah Yaqub. Israeli ni mtume wa Mungu aitwaye Yaqub, mwana wa Ishaq, mwana wa Ibrahim. Yaqub alikuwa akiitwa Israeli, na wale watoto wake 12 tuliowasoma kwenye tafsiri ya sura Yusuf tukawataja na majina yao, akiwemo Yusuf na nduguze kina Binyamin, kina Yahudha, kina Lawi, kina Naftali, kina Dani, kina Gadi na wengineo. Hao ndio watoto wa Israeli. Kina Yahudha pia, Lawi, kina Yahudha. Nisiache kumtaja Yahudha, ana nafasi yake, kwa sababu katika wale watoto 12 hao ndio watoto wa Israeli. Na kwenye Qur'ani imetumia jina la asbat. Al-asbat, qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat. Al-asbat hawa ni watoto wa Yaqub. Kwa hiyo hawa wamezaa, hawa walizaa hawa watoto 12, wakaacha uzao wao mkubwa tu, na kutokana na wao walipatikana manabii wengi wa Bani Israila. Walipatikana mitume wengi wa Bani Israili. Tumeeleza safari yao, namna walivyotoka katika ardhi ya Palestina na mzee wao Nabiullah Yaqub na familia yake. Na aktharul mufassirin, wengi katika wanawachuoni wa tafsiri, wanasema walikuwa ni zaidi ya watu 70. Wengine wanahadidi kabisa watu 76. Familia ya Yaqub ilihama kutoka Palestina kwenda Misri kwa wito wa mtoto wake Yaqub akiitwa Yusuf, mtume wa Allah. Wa atuni bi ahlikum ajma'in, anawaambia ndugu zake, nileteeni familia yenu yote. Familia ikahamia katika nchi ya Misri. Pia historia inaonyesha kwamba pale Misri walikaa takriban miaka 400 kabla ya kuja Musa alayhi salatu wassalam, takriban miaka 400 mpaka kufika wakati wa Musa, wakati wa Ramsesi Thani, farao yule Firaun wa Musa alikuwa katika zama za Musa. Walipitia vipindi tofauti vya maisha, lakini mwisho waliingia katika madhila makubwa na wakafanywa watumwa, wakatumika katika nchi ya Misri kwa miaka mingi, wakinyanyaswa, wakidharauliwa, wakibaguliwa, wakipokonywa haki zao, bali wakiuawa kwa dhulma. Yudhabbihuna abnaahum wa yastahiyuna nisaahum. Mafarao walikuwa wakiwachinja watoto wao wa kiume, Firaun Ramsesi Thani, na wakiwacha hai watoto wao wa kike. Walifanya mambo mengi, walifanywa mambo mengi wana wa Israeli, mpaka alipotumwa Musa alayhi salatu wassalam awatoe katika nchi ya Misri. Inna Firauna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shiya'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Alikuwa ni katika uharibifu mkubwa kabisa Firaun, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas. Kwa hiyo wana wa Israeli ni watoto wa Nabiullah Yaqub, ndio neno wana wa Israeli. Na hivyo ndivyo walivyoingia Misri, na waliishi katika maisha haya
Firauna alitakabari katika nchi ya Misri, akawagawa watu wake katika makundi na mapote. Kundi moja akawa analifanya dhaifu, ikawa miongoni mwao wapo anaowachinja watoto wao wa kiume na akiwabakisha hai watoto wa kike. Kwa hakika Firaun alikuwa ni katika watu wabadhirifu, waharibifu, katika mafisadi, na Allah subhanahu wa ta'ala hapendi ufisadi. Asema wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard, sisi tunataka kuwaneemesha wale waliofanywa madhaifu, walionyongeshwa katika nchi ile ya Misri. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Tutaka tuwaonyeshe sisi Firaun na Hamana na askari wao, tuwaonyeshe yale walikuwa wanayoogopea yatawakuta. Sitaki kuzungumza kwa kirefu tafsiri ya hizi aya. Hali ilipokuwa mbaya zaidi, mpaka Musa amepewa utume, mpaka amelelewa kwa Firaun, mpaka ameondoka katika ardhi yake, mpaka amekwenda Madiana, amekwenda huku, ameoa, amekaa miaka aliyokaa, akarudi njiani, akapewa utume. Katika aliyopewa, kazi aliyopewa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam ilikuwa ni kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri na kuwapeleka katika al-ardh al-muqaddasa, awaondoe pale. Allah anasema wa auhaina ila Musa an asri biibadi innakum muttaba'un, tulipeleka wahi kwa Musa kwamba toka usiku na waja wangu, nyinyi ni wenye kufuatwa, mnafuatwa nyuma na Firaun. Kwa wachukue wana wa Israeli waondoe, wakaondoka usiku. Sitaki kuelezea historia hapo ilikuwaje baharini kanda hivi na vile, sitaki. Nataka tujue tu kwamba hao ndio wana wa Israeli. Alafu tutakuja kuangalia, je, hawa Mayahudi hawa na Wazayuni hawa ni wana wa Israeli? Tunajua hawa walitoka Palestina. Nabiullahi Yaqub alitokea Palestina na familia yake, akahamia Misri, wakaishi Misri kwa miaka mingi. Kisha akatumwa Musa alayhi salatu wassalam awatoe Misri, awarudishe katika al-ardh al-muqaddas. Tutalieleza hilo baada ya hapo inshallah. Lakini sasa, je, kama huku ndio kwao hawa wana wa Israeli, je, huku ni kwao? Na wanakwenda pale Palestina kama kina nani? Kama hawa hapa palikuwa ni kwao, je, hawa wa sasa ni kwao pale? Na wao ni katika wana wa Israeli? Ndio mazungumzo yetu yatakuwa hapo, ili kuonyesha kwamba hawa si katika wana wa Israeli kihistoria hasa. Kwa hiyo hawana haki na Palestina, wala kiitikadi, wala kisheria na kikanuni. Wayahudi ni kina nani? Mayahudi, neno hili kwanza watu wametofautiana, ni neno la Kiarabu, kwa hiyo limechukuliwa kutoka kwa neno al-hawada wal mawadda, yani ni mapenzi, kupenda, au ni asili ya neno yahud, yani kwa maana kwamba limechukuliwa kutoka kwenye neno hudna, inna hudna ilaika, sisi tumerudi kwako, watu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa neno ni asili ya Kiarabu, au si neno la Kiarabu, ni neno la Kiebrania lililotumika kutoka kwenye asili yake. Wako wanaosema ni neno la Kiebrania na ni jina la Yahudha, kwa sababu hawa ni uzao wa Yahudha, mwana wa Yaqub, mwana wa Ishaq, mwana wa Ibrahim. Na hii ndio kauli iliyo na nguvu zaidi, kwamba neno Yahud yatokana na Yahudha, wakanasibishwa na yeye, kwa hiyo wakaitwa Yahud. Na neno hili limekuja kwenye Qur'ani likiwataja kama wafuasi wa dini. Neno Bani Israeli linataja kama uzao na nasabu, halihusiani na dini. Wana wa Israeli, uzao wa Israeli. Kwa hiyo katika uzao wa Israeli wako ambao ni wana wa Israeli Waislamu, wako ambao ni wana wa Israeli wapagani, wapo. Sawa? Hao si Waislamu, tutaona katika historia yao. Kwa ile ni nasab, ukoo, asili ya uzao wa mtu, ndio wana wa Israeli, haihusiani na dini.
lakini Yahudi wakiitwa hawa ni Mayahudi, al-Yahud, huu ni wasifu wa kufuata dini. Kwa hiyo ni imani, ni jina la kiimani, na Qur'ani ilikuwa ikiwaita hivyo al-Yahud. Walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara. Al-Yahud, Mayahudi hawataridhika na wewe wala manasara hata tattabi'a millatahum. Aya zilikuja nyingi kutaja Yahudi, Yahudi, Yahudi. Sawa. Kwa ni kikundi cha dini ambacho kinadai kwamba wao ni wafuasi wa Musa na wanaofuata Taurati ya Musa, na Qur'ani imewaita kwa jina ya kaumu Musa, bani Israila, ahlul kitab, al-Yahud. Sasa neno hili al-Yahud utaona halitajwi isipokuwa kwa ubaya. Waqalat al-yahudu yadullahi maghlula, mara nyingi katika mambo sio mazuri. Waqalat al-yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, walisema Mayahudi na Manasara sisi ni watoto wa Allah na ni wapenzi wake. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, Nabiullah Ibrahim hakuwa Myahudi wala hakuwa Mnasara. Mfahamu? Kwa hiyo neno al-Yahudi limetumika ndani ya Qur'an, na linapotumika mara nyingi latumika mahali kwa ubaya. Waqalat al-yahud Uzair ibn Allah, Mayahudi walisema Uzair ni mwana wa Allah. Nataka kusema vibaya hapa. Huu ni ushahidi wa kwamba walijibandika jina hili la Uyahudi wao wenyewe baada ya kufisidika hali yao ishakuwa mbaya, na wakapotoka katika kuiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa neno al-Yahud au neno Uyahudi ni neno lenye asili ya kidini, latumiwa kwa wafuasi wanaojinasibu na dini ya Musa na kufuata Taurati. Tumeelewana? Mayahudi lakini pia wanafahamika kama Wazayuni. Hapa nitaeleza tu kwa haraka. Baada ya Mayahudi kusambaratika katika dunia kwa matukio mbalimbali yaliyowasibu na majanga makubwa yaliyowapata kwa karne mbalimbali, wakitolewa wakirudi, wakitolewa wakirudi, mpaka mara ya mwisho alipojitokeza Myahudi mmoja wa Ulaya wa Kiarabu anamuita Theodore Herzl, ambaye ndio mwanzilishi wa Uzayuni. Huyu aliona kwamba Mayahudi hawezi kuishi salama katika nchi za Ulaya na sehemu nyingine katika ulimwengu bila kuwepo taifa lao. Bwana huyu alikuja na fikra hiyo, akafanya harakati kadhaa za kuanzishwa dola inaitwa Wazayuni au Uzayuni. Bwana alizaliwa huko Budapest, Austria au Hungaria mwaka 1860, akafariki 1904. Katika aliyofanya, alifanya mkutano wa kwanza huko Basel, Uswisi, akaunda shirika la Uzayuni duniani, al-Munadhamatu as-Suhuyuniyyah al-Alamiyya, yani shirika la Uzayuni duniani. Akapambana sana kuhusu haki zao, akafanya mazungumzo na Waingereza kutokana na nafasi ya kiutawala walionao Uingereza kwa wakati ule. Akafanya mazungumzo na dola ya Ottoman, wakati huo bado dola iko ina nafasi kiasi, lakini kuna dakika ya mwisho huko. Pia alifanya mazungumzo na mataifa Ulaya ili kulipitisha jambo hili kwamba Mayahudi wanatakiwa warudi katika nchi yao. Kwa harakati za Uzayuni zilikuwa zile. Bwana mmoja akiitwa Arthur James Balfour alikuwa waziri mkuu wa Uingereza kwa wakati ule, ambaye alikuwa pia ni waziri wa mambo ya nje.
kwa wakati huo. Huyu amezaliwa mwaka 1848, amefariki 1930. Alikuwa waziri kutoka mwaka 1902 mpaka 1919. Huyu bwana aliandika barua ya kuunga mkono kuanzisha kwa makazi ya taifa la walowezi, yani Mayahudi huko Palestina, na wala hawakuzingatia haki za wengi ambao ndio Wapalestina walioishi pale. Hapo zikaanza harakati za Uzayuni au za Mayahudi ambao ni hawa Wazayuni hawa, wa kudai ardhi ya Palestina kwamba ni haki yao. Sasa Uzayuni sio nasab. Uzayuni sio itikadi ya dini, ni itikadi ya kisiasa ya kuwapigania Mayahudi au wanaoita Wayahudi wakae kwa mabavu katika ardhi ya Palestina, na wana misimamo yao na taratibu zao na kanuni zao na sheria zao na mikataba yao. Kwa hiyo sio kila Muisraeli ni Myahudi, na sio kila Myahudi ni Muisraeli, sio kila Muisraeli ni Mzayuni, sio kila Mzayuni ni Muisraeli. Ni vitu tofauti. Mtu anaweza kuwa Muisraeli, yani ni uzao wa Israeli, lakini hafuati Uyahudi, hafuata Uislamu, hafuata Ukristo, hafuata dini nyingine, si Myahudi. Na mtu anaweza kuwa Myahudi kwa maana anafuata dini ya Mayahudi, akisi katika Bani Israeli. Na hao wawili wanaweza kuwa hivyo walivyo, lakini wasio Wazayuni, ikawa zile fikra za Kizayuni za kwamba wachukue ardhi ya Palestina, kadha ardhi ya ahadi, yeye akaitikadi zile hali. Inawezekana hilo. Na mwingine anaweza akawa na itikadi hizo, anafurahia wale mabwana wakae pale, kina Netanyahu, kina Isaac Rabin na makundi yao hayo waliokuwa pale wakitawala kwa mabavu, kwamba waendelee kukaa pale. Yeye si mwana wa Israeli wala si Myahudi, ni mgindo kutoka kusini huko. Haiwezekani, ashangilia tu, wewe taifa teule, ashangilia tu, si Myahudi wala si mwana wa Israeli. Umeelewa? Haya, baada ya kuelewa hilo, nataka turudi katika nukta nyingine. Mbona tumeona kwamba hawa Wayahudi hawa, yani Bani Israeli hawa, walitoka Palestina kwa sababu Nabiullah Yaqub ametokea Palestina akienda Misri, wakakaa miaka mingi huko mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka watoke kule kwa sababu ya madhila waliyopata kule kutoka kwa mafarao, wakatakiwa warudi kwenye ardhi ya ahadi kwao. Sasa huku si ndio kwao? Musa alayhi salatu wassalam akawachukua wana wa Israeli akawavusha kwenye bahari, wajawazna bibani Israila albahra faataw ala qaumi yakufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Akaendelea katika sura al-A'raf. Lakini walivushwa baharini. Baada ya kuvuka baharini, Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam akawaambia kama idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya qaumi dhkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Enyi jamaa zangu, ingieni katika ardhi takatifu ambayo Allah amewaandikia kuwa iwe ni yenu, msirudi nyuma ya visigino vyenu, mtakuwa ni wenye hasara, mtageuka mtapata hasara. Kwa hiyo onekana Palestina ni kwao. Musa alitaka waingie kwa mujibu wa Qur'ani. qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Sisi hatuingii kwenye nchi hiyo. Wakagoma
kwa sababu ndani yake kuna watu jabbarin, kuna amalika wako huko. Sisi hatuwezi kwenda, hatuwezi kuingia mpaka watoke wale. Wakitoka sisi tutaingia. Wakabembelezwa. Kwa hiyo muda ule wote ule wabembelezwa, wakakataa. Allah akawapiga tihi katika ardhi, ikawa yatihuna fil ardh, wanatangatanga katika miji, hawana kwao. Manabii wale wakafa. Alitangulia kufa Nabiiullah Harun alayhi salatu wassalam, kisha ndugu yake Musa alayhi salatu wassalam, mpaka baadaye Allah alipowaletea nabii, yani baada ya kufa Musa alayhi salatu wassalam, akawachagulia nabii, akawa ni Joshua wa mwana wa Nun, Yusha bin Nun. Akawakusanya wana wa Israeli akiwataka waingie katika ardhi ile. Kweli wakapigana, wakapambana. Ilikuwa siku ya Ijumaa ile, kama hadithi zinavyoeleza. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema alipatikana nabii miongoni mwa manabii wa Bani Israeli, aliwakusanya watu wake wakaenda kupigana jihadi. Akawaambia, mtu yoyote aliyepata mwanamke mateka au ameoa na haja kutana na mkewe, asinifuate katika jeshi hili, arudi nyumbani. Tunakwenda kupigana na wale watu, tuichukue ardhi yetu sisi, ardhi takatifu. Wakaenda wakapambana siku ya Ijumaa. Baada ya asr mapambano yakawa makali, ikawa jua linayoyoma linakwenda zake. Na kesho Jumamosi, na wao Jumamosi hawezi kupigana tena kwa itikadi walizonazo, sio? Walipewa siku ya Jumamosi. Yule nabii akaomba dua, akaliambia jua kwamba wewe umeamrishwa na mimi nimeamrishwa, nimetumwa na Allah jalla wa ala. Kwa hiyo Allah alizuia ili likazuiwa jua, kama ilivyokuja katika hadithi, inna shamsa lam tuhbas li basharin illa li Yusha. Jua halijawahi kuzuiwa kwa ajili ya mtu mwingine yoyote, kwamba jua limesimama litembei tena liende, isipokuwa kwa Yusha, layali yasara ila Baitul Maqdis. Zile siku walizokwenda katika Baitul Maqdis ndio jua lilizuiwa. Kwa hiyo walipopata ushindi wakaingia katika ardhi ile. Tumeelewana? Hapa tutaka tujenge hoja gani? Hoja kwamba sasa hawa si ndio kwao, ndio maana hata wakarudishwa huku. Sawa? Sisi tuna majibu mawili makubwa kabisa. Sisi tutasema, Waislamu sisi tutasema, ardhi ya Palestina sio ardhi ya kabila wala taifa. Ni ardhi iliyochaguliwa kwa ajili ya waumini wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi ya Uislamu. Basi Uislamu sahihi. Kwa hiyo wale walipokuwa katika Uislamu sahihi walistahiki kukaa pale. Tukiangalia katika upande wa kiimani na kiitikadi, kwa sababu kija katika upande wa kimaisha tu ya kawaida na kihistoria, kabla yao walikuwepo Waarabu kwa miaka mingi pale Palestina. Kabla hajazaliwa, wachilia mbali Yaqub, kabla hajazaliwa hata babake Yaqub, wala Nabiiullah Ibrahim pia alikuwa hajakuja pale Palestina. Maana Nabii Ibrahim atoka huko sehemu za Iraq, si mzao wa pale. Sawa? Na pale paliasisiwa nyumba. Adam alayhi salatu wassalam ndiye alikwenda kuasisi pale jengo la msikiti baada ya kuasisi Makka, misingi na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala Makka, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaenda Palestina kwenye al-Masjid al-Aqsa, akaweka jiwe la msingi pale, akaasisi msikiti pale. Kwa hizi ni ardhi takatifu za Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, kuna tofauti ya miaka mingapi baina ya msikiti wa Makka na msikiti wa Al-Aqsa? Akasema 40 sana, miaka 40. Kwa Makka kwanza, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka. Allah asema hivi, nyumba ya mwanzo kabisa waliowekewa watu kwa ajili ya ibada ni ile iliyoko Makka. Baada ya miaka 40 akaenda akaeka msingi kule. Na Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam akaja akainua misingi ya Al-Kaaba na mwanawe Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail. Kumbuka
Ibrahimu na mwanawe Ismail waliponyanyua misingi ya al-Kaaba, nyumba tukufu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wakawa wanasema Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kwa hiyo miji hii miwili imewekwa kwa ajili ya watu wenye Uislamu safi kiimani. Kwa hiyo Nabiullah Ibrahim aliwahi kuishi pale, akaongoza ibada. Nabiullah Ishaq alikaa pale Palestina. Yaqub aliishi fatra min zaman pale mpaka alipohamia Misri. Nabiullah Musa na ndugu yake Harun hawakuwahi kuingia. Yusha bin Nun aliwahi kuingia pale akiwa ni nabii, akaikomboa ile ardhi. Kwa hiyo ni sehemu ya watu wa imani ya Kiislamu. Sasa sisi tunasema kwamba hawa wote walikuwa ni Waislamu. Nabiullah Ibrahim ma kana yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslim, alikuwa muislamu. Sawa. Na mitume mingine wote wa Bani Israeli walikuwa wakifuata Uislamu sahihi. Ndio mahali kwao pale. Kwa hiyo kidini hawana nafasi kwa sababu wao hawafuati Uislamu sahihi. Uislamu sahihi ni ule alikuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka ndugu zake mitume waliotangulia. Watu wote waliokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibu juu yao kuacha sheria na mafunzo na mitazamo ya mitume wengine, kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hapo Uislamu wao utakuwa ndio Uislamu safi. Kama suala la kwamba walikuwa wakiishi pale, naam, wana wa Israeli waliwahi kuishi, lakini walishatanguliwa na Waarabu kwa miaka mingi mno. Walikuwepo pale Waarabu kabla ya Yaqub hajazaliwa wala Ishaq hajazaliwa. Waarabu walikuwepo pale, makabila ya Kiarabu yalikuwepo. Tumefahamu? Katika kulitia nguvu hili la kwamba yoyote atakayekiuka maadili ya Uislamu na itikadi ya Kiislamu hataruhusiwa kukaa pale, na kama kukaa basi kutakuwa ni kukaa na kuishi kwa muda. Ni matukio yaliyowakuta Bani Israila. Wana wa Israeli walikutwa na matukio mbalimbali pale baada ya kukaidi na kukhalifu njia, kwa sababu Qur'ani yatuambia wazi, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Katika moja ya tafsiri wanasema kwa hakika wallahi tumeandika sisi katika Zaburi baada ya kumbukumbu la Torati kwamba nchi hii itarithiwa na waja wangu waliowema. Hii nchi itarithiwa na waja wangu waliowema. Tulishaandika sisi katika Zaburi. Zaburi ilikuja baada ya Torati, sio baada ya Taurati. Kwa hiyo walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr, baada ya kumbukumbu la Torati sisi tuliandika katika Zaburi anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, kwamba hii nchi itarithiwa na waja wangu waliowema. Basi ndio urithi wao. Na hapa pana maneno makubwa yanayotuhusu sisi katika wakati huu.